Shemeji, hiyo sasa ndo naondoka kwa sababu haiwezekani. Haiwezekani huwa anakaa na mwanamke kama huyo. Akitaka masuala ya birthday ayaacha. Aniambie tu bwana tumuombee dua, sawa mimi nitamuelewa. Lakini mambo mengine haiwezekani. Kusema kasusa, ndo kakifanya nini sasa? Kakifanya nini? Dada yangu fikiria. Ndoa mali. Ndoa sasa hivi zimekuwa mtihani. Ndoa hii unaichezea ndoa, wenzao wanaitafuta. Ndoa hii. Nakwambia dada, tafakari mara mbili ndoa hii. Mume yule na yeye ameshakataa. Unataka kuharibu ndoa kwa sababu ya birthday tena, afadhali ingekuwa jambo lenyewe la kheri, jambo lenyewe unataka kuita shari. Tafakari dada. Kaka kweli mlitamka. Hili ni swala la ukweli kabisa. Lakini ninachokiomba mimi zile kampani zangu nilizozitoa, wewe na mume wangu mchange munilipe. Mimi happy birthday nitakuwa sifanyi. Sisi tena tulipe pesa ulitopewa wewe huko. Bwana Likasiki bwana, mimi nitamtafuta ili jambo ili tushirikiane nalo. Kama umeamua kulifanya hivyo, sisi tulipe gharama ulizo wewe ulizotoroka kwa mumeo, umetafuta sababu zako mwenyewe, sisi hatuzijui. Hilo swala mimi haiwezekani kabisa. Upo sawa. Lakini happy birthday ipo pale pale. Afu sikia, pambana na hali yako. Dada yangu huyu kimempata nini? Shaitani, marafiki, kitu gani kimempata dada yangu huyu? Allahu Akbar. Mtihani hakuwa hivi dada yangu huyu. Mwenyezi Mungu wewe msaidie dada yangu, muokoe, mtoe katika mtihani mzito katika ndoa yake. Ndoa ni sehemu ya ibada, sehemu ya nusu ya dini, anataka kuichezea kwa sababu ya kitu ambacho hakieleweki. Ngoma kweli kwetu sisi. Hili balaa gani hili? Hii si hatari. Yaani ndoa inataka kufa kwa sababu ya birthday. Wakati hii birthday ni jambo tu ambalo limepangwa tu. Wanawake wengine bwana hawa, matokeo yake akishafanya birthday ndio anakuwa kwamba yeye sasa kashamaliza dunia hii, au akishafanya birthday tena yeye ndio maana yake imeisha. Amna tena mambo mengine yatakaendelea, kama ndoa itakaendelea tena hakuna. Hatari sana hii neno kubwa. No.